Mtazamaji wa Choice Sport TV, nipo na mchambuzi nguli kabisa. Wanamuita Victor Madaha. Kwema? Safi, kwa mambo yanaenda? Tuko vizuri bana. Karibu. Sasa. Tuanzie jana bwana. Kuliweza kutokea kabumbu kubwa sana iliweza kupigwa pale jana huku Simba huku Yanga na wote walitoka matokeo sare. Tukija katika upande wa Simba ndio sehemu ambayo imekuwa ikizua gumzo sana baada ya mchezo kutamatika kwa goli zile 5. Kuna kauli moja ambayo mchezaji wa Ken Gordy licha ya kufungwa na Simba, lakini kuna kauli moja alikuja kutoa na kauli hiyo imezidi kutrend katika mitandao ya kijamii ikionyesha kama vile Simba kiwango chao ni kidogo, kwa kusema kwamba kwa uchezaji ule wa jana ambao ameucheza Simba kama akiendelea vile ni kwamba hawezi kufua dafu kwa Yanga. Kwako kwa kauli hiyo aliyotoa Chilwa mchezaji wa zamani wa Yanga unaichukulia vipi? Kauli yangu mimi kwenye hilo ni kwamba mapenzi ya dhati siku zote huwa hayafi. Mapenzi ya dhati siku zote huwa hayafi. Una maana gani hasa? Mtu anapo binadamu yote akimpenda kiumbe mwenzake ama chochote kikipenda kwa dhati, mapenzi yale kuja kuondoka mara nyingi na kwa ni ngumu sana. Chirwa anaonekana ni namna gani ambavyo mapenzi yake na Yanga bado anayo mpaka sasa hivi na hajatoka. Niweze nikwambia kwa sababu gani? Simba kipindi cha kwanza ameongoza kwa magoli 4. Kipindi cha kwanza first half. Kwa tafasiri tu nyepesi ukitazama hapo unaona kabisa Simba alikuwa na quality kubwa tofauti na wenyewe na Ken Gordy. Umeelewa? Kwa hiyo hutegemei Simba atakuja na tempo hiyo kipindi cha pili. Lazima kuna ile kwamba bana mechi ishaisha. Yaani kama mnafaje? Mnakamilisha na ukiangalia ratiba yao kidogo sio nzuri sana. Simba mtoka kucheza mechi nyingi ambazo zinafuatia hapa mbeleni, wana dabi pia, wana nini. Kwa hiyo unawaelewa, yani tempo ya mchezo lazima ibadilike pia kwa sababu timu ishashinda magoli yako 4. Ndio maana unaona hata mara nyingi kipindi cha pili wamefunga goli moja tu. Ni kwa sababu kipindi cha kwanza wamefunga magoli ya kutosha. Kwa hiyo uone hata wachezaji wenyewe hata kocha mwenyewe uone hata akienda kwenye mapumziko akaanza kuwahimiza wachezaji wake, bana chezeni hivi, fanyeni hiki. Kwa hiyo ni kawaida katika mchezo. Kwa hiyo endapo kipindi cha kwanza Simba angestruggle kuwafunga wale, pale ndo ungesema Simba ina matatizo. Kwa nini timu yenye quality kama mnashinda kuifunga mapema? Simba ameweza mchezo mapema wakarelax. All unataka kusema kwamba ushabiki ama yani tuseme Chilwa ana ushabiki ndani yake wa Yanga, ndio maana akaja kutoa kauli hiyo kusema kwamba kwa uchezaji huye Simba hawezi kufua dafu kwa Yanga. Ya kweli kuna ushabiki ndani yake, na wakati mwingine vitu kama vile watu vizungumze. Mchezo wa dabi huwezi ukaupima eti timu icheza na timu hii afu na timu vile ukaanza kusema kwamba mtafungwa. Hapana, Simba anavyocheza na Ken Gordy anavyocheza na Yanga ni mchezo miwili tofauti kabisa. Huwezi tu ukasema eti kwamba mcheza na Yanga nyinyi mtafungwa. Of course hatukatai Yanga inaweza kaifunga Simba, lakini huwezi ukasema eti kwa sababu mcheza na Ken Gordy kwa mtindo huu basi na zidi Yanga itacheza vile. Hapana, tempo itakuwa ni tofauti, approach ya mchezo itakuwa ni tofauti. Kwa hiyo Chirwa katika hicho alichokizungumza, na mheshimu sana Chirwa, ni miongoni mwa wachezaji ambao wacheza kwa mafanikio makubwa Yanga, lakini katika kila alichokizungumza professional yake alivyo mchezaji mkubwa, hapana akustahili kusema maneno kama yale. Ameleta ushabiki wakati anazungumza uhalisia wa Simba. Angetuambia Simba kipindi cha kwanza ilivyocheza kabla, wakati anatafuta matokeo na baada ya kupata matokeo ilicheza vipi, atakuwa elewa vitu viwili. Naam. Leo hii bwana nimetoka kuzungumza na shabiki wa Simba Sports Club Kisugu na Mwita. Wakati tunazungumza na alitoa kauli moja kuhusiana na matokeo ya Yanga waliweza kupata hapo jana kwa bao 5-0. Kwenye matokeo yale Kisugu alisema kwamba aliweza kumsikia kocha wa upande wa pili ambao alicheza na Yanga kwa kusema kwamba yale magoli ambao wameweza kushinda Yanga ni kama zawadi wamewapa tu. Magoli aliyofunga walishinda Yanga. Kocha wa upande wa pili asema kama vile wamewapa zawadi. Kauli ya Kisugu amesema amesikia. Unahakika kauli unahakika kauli imetoka? Hiyo Kisugu amenakishia kupitia amesema amesikiza kwenye vyombo vya Azam TV waliposti. Azam TV waliposti. Na ameiona yeye. Kama zawadi wameipa Yanga bao 5. Kama ni kweli taarifa kama hizo habari ni za kweli, basi soka letu kikweli kuna haja ya kuchunguzwa. Unaamini kama Yanga anza kapewa goli 5 hivi?
Kwenye soka yapo ya mambo, yapo, lakini bado siamini, lakini kwenye soka hayo mambo yapo. Na kama kweli imetokea vile, basi kuna haja ya uchunguzi ufanyike. Uwezekani mwalimu unalipwa mshahara na timu A, unaenda kucheza na timu B afu unaiachia. Kiukweli ni kauli ambazo wakati mwingine zinafikirisha sana, lakini kwa namna kwa position ambayo wako Tanzania Prisons na kwenye msimamo wa ligi, sioni kama walitoa zawadi hiyo. Labda tu yeye mwenyewe angesema kwamba timu ilizidiwa, ndio maana kilichotokea ndio hicho kimetokea, zawadi na nini, lakini I don't think kama labda hata kama amezungumza kauli, lakini nahisi amezungumza katika engo watu hawakuielewa vizuri. Lakini kama amezungumza kweli, basi soka letu linahitaji kuchunguzwa. Labda zile kauli ambazo watu wamekuwa wakisema kwamba GSM labda kuna namna anafanya katika michezo hii ya timu zingine, basi wachunguze kweli, lakini siamini mimi katika hicho alichokizungumza, kwa sababu quality ya Yanga ni kubwa. Kwa naamini quality ya Yanga kuwafunga timu kama Prison magoli 5 ni sawa tu, kwa sababu ukiangalia Yanga kwanza Yanga walikuwa wanahitaji sana mchezo. Hajalishi Prison pia walikuwa wanahitaji mchezo, lakini kwa quality ya Yanga, noise unazoziona mtaani sasa hivi kuelekea katika dabi, pia lazima wape attention. Ukiangalia kikosi ambacho kimecheza jana, unaona kabisa ni timu ambayo iliingia kwa lengo la kushinda, na ndio maana kipindi cha kwanza anaondoka na zaidi ya magoli 3. Unaweza kaelewa kwa how serious walikuwa Yanga katika mchezo wa jana. Kwa hiyo sijajua mwalimu kama kweli alimezungumza maneno, kama amezungumza kweli, kwanza ameukosea mchezo wenyewe wa soka, na pia kuna haja ya huo mchezo pia kuchunguzwe, uangaliwe kwamba kama kuna kauli kama hizo zinatoka katika level ya timu ya ligi, nazungumza vile mwalimu ambaye ana kila kitu, kikweli inaita mashaka katika mchezo wetu wa soka hapa Tanzania. Sawa, tutoke wakati uliopita twende wakati ujao, kwa future. Wakati ujao bwana, naweza nikizungumzia dabi ya Juni 25. Lakini mchezo ukiangalia upande wa pili bwana, mabingwa wa siku zote wamepost Yanga. Lakini ukija katika upande wa pili, ambao mpaka wakati huo hawajapata kombe chochote msimu huu, hawajaposti chochote ya kuonesha kama hiyo dabi ipo ama ipo. Kwako Simba kutokuposti inakuonesha taswira gani? Nimeona hizi taarifa hata kwenye mitandao, mashabiki wa Simba wenyewe mpaka anaomba kwamba uongozi uweze kutoa kauli yote kuelekea katika huo mchezo, kwa maana ya washabiki waanze kuelewa, kwa sababu naona kuna mpasuko ndani ya Simba. Kwa sababu kuna mashabiki wenyewe hawafahamu kama mchezo utafanyika, viongozi nao hatuoni yote ambaye anazungumza. Inawezekana kuna wana negotiate vipi tuingie katika huo mchezo ama tusiingie. Sasa wanaulizana. Sasa ukiona mpaka mashabiki wanashindwa kutoa sauti yao kuelekea katika mchezo kama huu, kikweli inaleta picha ambayo sio nzuri kuelekea katika dabi. Na kiukweli tuendelee kuona movie itaisha vipi, lakini sio taswira nzuri kwa Simba. Sio taswira nzuri kwa Simba kuelekea katika huu mchezo wa dabi. Na ndio maana mimi siku ya kwanza ulivyoniuliza kuhusu hichi kitu, nikwambia Yanga ana advantage ya kushinda huu mchezo dhidi ya Simba. Na ndio hicho ambacho tunachokiona, kwa sababu mwisho siku taswira kwa mashabiki, viongozi wote ni kama wanabaridi sasa hivi. Ina maana ulichokizungumza wewe, kile ulichokizungumza wewe kusema kwamba Yanga wana advantage ya kushinda katika mchezo huu, ndio hicho sasa alichokuja kukizungumza Chiwa hapo jana kwa jinsi umeona Simba hii. Mimi nazungumzia kwenye na saikolojia, engo ya saikolojia. Shabiki nao hapana. Mimi si engo ile ya Chiro na hiki ni vitu viwili tofauti. Nazungumzia kuendea mchezo. Ndio hata kule nilichokuwa nazungumza ni namna ya kuendea mchezo. Sasa kama Simba anaingia katika dabi kwa unyonge, Yanga asishinde mchezo. Kama akiingia Simba na unyonge ambao anaendelea nao mpaka sasa hivi, Yanga anajishindia magoli mapema tu. Kama ndo hivi, mashabiki wanasema mchezo uchezwi, viongozi wanasema mechi inachezwa, wengine wanasema taarifa kamili haitoki. Wategemea nini? Kwa nini Yanga asijipigie? Yanga atajipigia kama mambo yakiendelea kuwa ni hivi. Na kweli na Simba kama kweli wakiendelea na hii hali ambayo viongozi wengine wanasema mchezo uchezwe, wengine wanasema tusicheze, wengine tucheze, kutokuelewana, dabi hii hapa. Tusishangae tena 5 zikarudi zingine. Tusishangae 5 zikarudi kwa mara ya pili. Kutokuelewana huku bwana, huu mara icheze, mara wengine watuchezi, mara sisi tunacheza tucheze, hapo inaweza katokea balaa kubwa dabi utakojipange. Dabi lazima ujipange. Dabi
Lazima ujipange. Lazima ujipange. Niombe Simba sana kwa faida ya mashabiki zao. Mimi sina upande wote, lakini kwa faida ya wapenzi wa Simba, Simba inabidi watoe kauli mapema. Waaliti kama ni mashabiki huko, wasome kama ni dua, kama ni maombi, waandae kabisa. Wajipange kama ni mbuzi wachinjwe, kama ni kondoo, yani kila mmoja afanye la kwake. Wazee wafanye nao. Yote kama ni mbinu zote zifanyike. Lakini sasa kama ni hivi kuja kushtukizana hivi bana, kesho uwanjani ukaingia uwanjani mimi nashangaa mashabiki wa Yanga ndio wamejaa, Simba wapo. Wanategemea nini hapo? Why Yanga asishinde? Kwa nini Yanga asishinde? Waweza katokea mabango. Na tena awamu hii ndio itakuwa mbaya sana kwa sababu angalia wewe dabi ilivyoenda tokea mwanzo, mabishano nini mitafu, baadaye mnakuja mnafungwa. Kiukweli haitaleta picha nzuri. Simba ajipange. Sasa tangu mshambuliaji Stefan Aziz Ki kuondoka, imekuwa ni mara ya kwanza sasa Chama kashikilia uskani pale mbele pale. Kwanza kiwango cha Chama kwa mara ya kwanza kushikilia uskani ambao amekuwa kushikilia muda wote Stefan Aziz Ki, kiwango chake ulikiona hapo jana? Chama jana amecheza vizuri, na wakati mwingine pia ni mifumo na mwalimu pia anavyoona kwamba kati ya wewe na wewe yupi anafaa kuanza. Unamuelewa mwalimu unapoanzisha Aziz Ki, lakini Chama still bado ni mchezaji mzuri sana. Chama bado ni mchezaji mzuri. Quality ya Yanga ilikuwa ni kubwa. Mwingine tukasema katika nafasi alikuwa anacheza, uwezi tuka ukamwanzishe Chama, Aziz Ki, Pacome, timu inakosa balance. Kwa baada ya Chama na Aziz Ki kuondoka, namuona Chama akirudi katika form yake, japokuwa anaweza asifikie form ambayo alikuwa nayo Simba, lakini hata ile kiwango chake kuongezeka inaweza kawepo. Wakati mwingine wachezaji wanahitaji game time ya kucheza uwanjani. Kwa hiyo ukipata ile game time uwanjani akawa anacheza vizuri, anapewa muda mwingi uwanjani, naamini Chama ana uwezo. Uzuri Chama sio wachezaji ambao wanahitaji sana mazoezi sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana ball control, ana uwezo, physics iko vizuri pia, japokuwa sio sana, lakini brain yake bado iko active sana katika maamuzi yake hata anapokuwa kwenye 18. Kwa hiyo anaweza kaziba vizuri nafasi hata ya Aziz Ki. Unaamini Chama wa aliyekopo Simba na aliyekopo hapa Yanga, hivi naamini ni aliyekopo Yanga ndio Chama yule wa Simba au kuna kitu kimeongezeka? Hapana, kiukweli Chama wa Simba ni Chama mwingine kabisa. Unaamini kwa Chama wa Simba alikuwa ni bora zaidi hapa? Bora sana. Hata ukiniamsha usiku nitakwambia Chama wa Simba alikuwa ni bora sana. Labda sasa hivi labda kwa sababu ameanza kupewa nafasi, tumuone sasa kama za kabadilika kweli, tuone Chama anakuja mwingine tena. Sasa hivi bado hajabadilika. Hapana, Chama ni yule. Ila kapungua. Inawezekana nikasema hivyo kwa sababu apati game time. Simba alikuwa na Chama Simba alikuwa wewe. Mashabiki wa Simba kuna watu walilia siku anaondoka Simba. Maneno alikuwa moto Chama. Alikuwa MVP. Mchezaji MVP unazungumza ni Chama ni moja ya wachezaji bora sana kuwahi kucheza katika ligi yetu hapa Tanzania. Kwa hiyo ukiniambia mimi Chama ambaye alikuwa MVP Simba katika misimu kadhaa nyuma na huwa Yanga, hapana, lazima tumpe heshima yake Chama. Simba alikuwa na kiwango kizuri sana. Okay, wakati upande wa pili huko Yanga wanakuambia kwamba Chama wa Simba alikuwa ni mbovu, huku Chama huku wa Simba alikopo ajui hata kukaba kule, ila Chama huku anakaba, anafanya kila kitu. Ni role ya mchezo au kocha mwenyewe anavyoamua kumpa mchezaji kwamba bwana cheza katika uwe free ama utakuwe upewe ramani yako kwamba unabidi ucheze humu na humu, ndio inavyokuwa. Kwa hiyo kama muamuzi kocha ama timu wenyewe wanampa jukumu fulani mchezaji, hiyo sasa ni mfumo ama mwenendo wa timu namna ya uchezaji wenyewe. Kwa hiyo kama Yanga anapewa muda kukaba kwamba inabidi ushambulie, lakini kuna muda ukabe, ni Yanga wenyewe. Lakini Simba walimpa ile free kwamba afanyaje, acheze mwenyewe ile katika mfumo fulani hivi. Kwa hiyo sioni kama ile kukaba kutoka kukaba kuna namna kitu kinabadilika kwa mchezaji, lakini Chama ni yule Chama. Kiwango cha Pacome Zouzoua tangu atoke kwenye majeraha yake umekiona? Pacome ni mchezaji mzuri sana.
ni mzuri sana endapo asipokuwa na mambo mengi kama hivyo unavyoniambia, majeruhi yanavyokuwa yanamtokea, kuna namna anapoteza ile tempo yake. Lakini Pacome ni miongoni mwa wachezaji ambao nakubali sana kutokea hapa Tanzania. Ni mchezaji mzuri sana na ana uwezo pia, mchezaji ambaye anaweza kadribble akafunga akafanya vitu vingi. Nakumbuka hata goli lake dhidi ya National Ahli kwenye michuano ya klabu bingwa, ukilikumbuka nadhani mtu mwenyewe unaelewa uwezo wa Pacome anapokuwa katika ubora wake. Ni mchezaji ambaye ni superb kabisa, ni jamaa ni mnoma kifupi niseme hivyo. Kwa hiyo na kipindi hiki ambako Aziz Ki hayupo, nategemea kumuona jamaa akipata muda ambao unatakiwa uwanjani. Inawezekana sasa ndo tukategemea MVP mwingine sasa katika misimu inayokuja. Mazekelele ambao tulikuwa tunazisikia mpanzo sasa hivi kimya. Ni kawaida kwa mchezaji. Kuna kipindi mchezaji anakuwa katika piki na kuna kipindi mchezaji unakuwa piki yako inashuka. Tutegemea unajua kuna wachezaji wengine ambao wanaingia katika unajua wakati anakuja alikuwa anatamani ku approve wrong watu kwamba jamani mimi nimesajiliwa nimekuja kwa hiki na hiki. Baada ya ku approve watu inabidi sasa ile consistency aendelee nayo. Yani kile kiwango ambacho alikuwa anatuonesha kutuprove watu ni kwetu tumekubali wewe unajua, lakini sasa hebu tuoneshe more. Yani uzuri wa kucheza Simba na au Yanga inabidi kile kiwango chako kisishuke, kiwe katika level ile ile. Sasa ukianza kwa nini sijui, inawezekana labda mji tayari ushamkamata huko hatu dada zetu nao tunajua na tania, lakini mambo ni mengi, unaelewa soka letu hili. Kwa kumalizia, ukimwangalia Elie Mpanzu, wengi wanasema kwamba Elie Mpanzu pale Simba anaonekana yeye tu, lakini cha kuonekana yeye hakuna chochote anachokifanya, maajabu hatuyaoni sana. Je, ni kweli zile kauli zinazosema kwamba Elie Mpanzu amekosa watu pale Simba? Watu wa nini? Watu wa kudonyoa, zile kudonyoa pa. Wapo usaachia tunde kwao zile. Wapo. Timu unajua wakati mwingine haiwezi kana kiwango sawia. Ni wakati mwingine ni mambo ya kiutani, lakini hizo gusachia timu inashinda goli 5. Kwa nini utakuwa naambia hizo gusachia? Mara kwanza Simba ashinda goli 5 maana amekuwa ni muda mrefu sana. Leo mko adimu kwa. Ni sawa, lakini ndo soka lilivyo, lakini ndo kashajipata. Hapana, nadhani ndio hicho kizungumza. Inawezekana ni kweli mchezaji wakati mwingine unapokuwa unajipata kuna namna ambavyo una behave kwamba unaanza kujiona star, unaanza hivi na hivi. Kwa hiyo akae makini. Nimesikia pia noises tofauti, wengine wanasema kwamba upande wa pili wanamtaka huku na huko nakoa. Wakati mwingine mchezaji ile pia temper na vitu vingine kama hizo, pressure, maneno ya nje, wakati mwingine kuna wachezaji ambao wanashinda kuzihendo. Kwa hiyo inabidi atulie, afocus kwenye uwanjani, aoneshe kile ambacho viongozi wake walimleta, kwa sababu ilikuwa ni usajili ambao mashabiki wengi waliutamani ufanyike na ukafanyika. Kwa hiyo aoneshe kile ambacho mashabiki wa Simba tarajia wakipate kutoka kwake na sio nusu. Kwa kumalizia, nakumbuka mara ya mwisho tulizungumza kuhusiana na asilimia ambazo uliweza kuweka. Umeona mchezo wa jana Simba alicheza pia Yanga, ulitamatika kwa wote walitoka kama suluhu fulani 5-5. Asilimia zako ulizozitaja za ushindi katika dabi ya Kariakoo, Simba ulimpa 20, Yanga ukampa 40. Zile asilimia zipo vile vile au kuna mabadiliko? Mbona umezibadilisha? Sikusema 20. Kuleka ngapi kwa ngapi? Ilikuwa 60 kwa Yanga, 40 kwa Simba. Bado ni vile vile tu. Hazijabadilika, bado ziko pale kwa sababu ziko pale. Ni yale bado hazijabadilika kwa sababu ndio yale ambayo nimekuambia kwamba Simba mpaka sasa hivi bado hawaja accept kwamba ama kuposti ama kuonesha dalili kwamba atakuwepo katika mchezo bado. Lakini upande wa Yanga wenyewe wanajiandaa na dabi na wako happy, mashabiki zao na kila mtu kwenye klabu anautazama huo mchezo. Kwa hiyo unaweza kuona ndio kile ambacho nakizungumza kisaikolojia, Yanga bado wako vizuri. Kwa hiyo hata mpaka leo pia bado nasema kwamba Yanga bado ana advantage ya kushinda huo mchezo dhidi ya Simba mpaka leo. Tuendelee kuona mbeleni huko. Lakini mpaka kufikia sasa hivi ukiniambia nani atashinda dabi, nitakwambia Yanga atashinda dabi. Mpaka sasa hivi. Hiyo kishabiki kisoka hiyo. Kwa namna tu kutazama mchezo wenyewe unavyoenda. Ushaona.
kwa macho ya nyama. Macho ya nyama. Tunaona au jicho la kichambuzi. Tunachungulia wakati mwingine. Tunaona. Tuone Simba kila mkono na nyani tena. Sijazungumza mkono lakini atapigwa. Ikitokea kwa namna Simba wanavyoendea huu mchezo kinyonge. Mashabiki wanapiga kelele huko, viongozi semeni tunaenda kucheza ama tuchezi. Huku watani wenzao wanasema tunacheza. Wakiendeleza kweli hii hata mkono unaweza ukatokea. Kabisa. Maana kuna mchambuzi mmoja wa kitengo cha Bongo Plus pale anaitwa Lizi alisema kwamba Simba kwa Yanga hawezi kufua dafu pale. Yanga hawezi kufua dafu. Ni maneno wakati mwingine lakini Simba na Yanga sioni timu ambazo kwa sasa hivi quality yao itofautia ni mbali sana, lakini ndio maana nikasema 60 kwa 40 ni sawa. Endapo Simba akibadilika kidogo zikatoka hata sare ama Simba akashinda, kwa sababu dabi nayo ina mambo mengi ujue. Ina mambo mengi bana. Kwa tutegemee yote. Maneno yangu mimi sio msafu wala Biblia, inaweza kubadilika muda wote, kwa watu asinielewe kwa ubaya sana. Shukrani sana. Asante ndugu yangu.